Asubuhi ile ilikuwa ya kawaida kwa watu wengi waliokuwa wakiingia na kutoka kwenye hoteli ya kifahari iliyosimama katikati ya jiji. Ndani yake kulikuwa na harakati za kimya kimya, wageni wakipokelewa kwa tabasamu na wafanyakazi wakihudumia kila mmoja kwa ustadi mkubwa. Lakini katika kona moja ya ukumbi huo mkubwa, tukio moja lilikuwa karibu kuanza, tukio ambalo lingeacha alama isiyofutika kwa kila aliyeshuhudia. Mwanaume mmoja tajiri aliingia kwa hatua za kujiamini, akiwa amevaa suti ya gharama kubwa na uso uliojaa kiburi. Macho yake yalizunguka kwa haraka, yakitafuta mtu wa kumhudumia. Ghafla, macho yake yalitua kwa mwanaume mwingine aliyesimama pembeni, akiwa ametulia na mwenye muonekano wa kawaida kabisa. Bila hata kusita, alimuita kwa sauti yenye mamlaka, kana kwamba alikuwa akizungumza na mtu asiye na thamani. "Chukua hii uipeleke kwenye chumba changu," alisema huku akimkabidhi begi lake kwa dharau, bila hata kuuliza au kuthibitisha yeye ni nani. Yule mwanaume aliyekuwa amesimama alishtuka kidogo, lakini hakupoteza utulivu wake. Kwa sauti ya upole na heshima, alijibu, "Samahani, hilo si jukumu langu." Lakini maneno hayo hayakumpendeza yule tajiri. Uso wake ulibadilika mara moja, ukajaa hasira na dharau zaidi. Hakutaka kusikia maelezo yoyote. Kwake, mtu huyo alikuwa ni mfanyakazi wa kawaida tu ambaye alipaswa kutii amri bila kuuliza. Bila kujua, alikuwa amevuka mstari mkubwa sana. Alikuwa amemdharau mtu ambaye hakumjua kabisa, mtu ambaye thamani yake haikuonekana kwa macho ya juu juu. Na hapo ndipo kosa lake kubwa lilipoanzia, kosa ambalo lingeanza mfululizo wa matukio ambayo yangembadilisha maisha yake milele. Baada ya tukio lile la kudhalilishwa hadharani, ukumbi wa hoteli uliendelea na shughuli zake kana kwamba hakuna kilichotokea. Watu waliokuwa karibu walibadilishana mitazamo ya kushangaa, lakini hakuna aliyethubutu kusema chochote. Kila mmoja aliendelea na shughuli zake, lakini moyoni mwao walijua kuwa walikuwa wameshuhudia jambo lisilo la kawaida. Yule mwanaume aliyedharauliwa hakubadilika hata kidogo. Alisimama pale pale, akiwa mtulivu kama maji yaliyotulia, macho yake yakiwa na utulivu wa ajabu uliopingana kabisa na hali iliyokuwa imetokea muda mfupi uliopita. Hakukuwa na hasira usoni mwake, wala huzuni iliyoonekana wazi. Badala yake, alionekana kuwa mtu aliyedhibiti hisia zake kwa kiwango cha juu sana. Alilitazama begi lile alilokabidhiwa, kisha akamrudishia yule tajiri bila papara yoyote. "Ninaomba unielewe," alisema kwa sauti ya upole. "Hilo si jukumu langu." Maneno yake hayakuwa na kejeli wala dharau. Yalikuwa ya heshima, lakini pia yalikuwa na msimamo usioyumba. Yule tajiri alionekana kukasirika zaidi, lakini mwanamume huyu hakujibu kwa jazba. Badala yake, alichagua kunyamaza na kuendelea na mambo yake. Aligeuka polepole na kuondoka, akiacha nyuma hali ya ukimya mzito uliotawala eneo lile kwa muda mfupi. Katika moyo wake, hakuhitaji kuthibitisha chochote kwa mtu yeyote. Alijua yeye ni nani, na alijua thamani yake haitegemei maneno au mitazamo ya watu wengine. Heshima yake haikutokana na mavazi aliyovaa wala kazi aliyodhaniwa kufanya, bali ilitokana na utu wake. Na kwa njia hiyo ya utulivu, bila kupaza sauti wala kulalamika, alionyesha kitu ambacho wengi walishindwa kuelewa mara moja. Kuwa nguvu ya kweli haipo kwenye kelele au hasira, bali ipo kwenye uwezo wa kubaki na heshima hata unapodharauliwa. Muda ulipita, na tukio lile lilianza kusahaulika polepole miongoni mwa watu waliokuwa ukumbini. Lakini nyuma ya pazia la utulivu huo, kulikuwa na ukweli mkubwa ambao bado haujafichuliwa. Ukweli ambao ungegeuza kabisa mtazamo wa kila mtu kuhusu yule mwanaume aliyedharauliwa. Baadaye kidogo, harakati zilianza kubadilika ndani ya hoteli. Watu waliokuwa wamevaa suti nadhifu na nyuso zenye umakini walikusanyika kwa ajili ya mkutano muhimu wa kibiashara. Ilikuwa ni siku ya uwasilishaji mkubwa, ambapo kampuni mbalimbali zilikuwa zinatarajia kuonyesha uwezo wao mbele ya wawekezaji wakubwa. Ndani ya ukumbi wa mkutano, sauti zilipungua taratibu, na macho yote yakageukia jukwaa kuu. Wengi walikuwa wakisubiri kwa hamu kumuona mzungumzaji mkuu wa siku hiyo. Hakuna aliyekuwa akijua kuwa mshangao mkubwa ulikuwa karibu kufichuliwa. Mlango ulifunguliwa kwa utulivu, na mtu mmoja akaingia kwa hatua za kujiamini lakini zisizo na majivuno. Ilikuwa ni yule yule mwanaume aliyekuwa amedharauliwa muda mfupi uliopita. Sasa sura za watu zilianza kubadilika polepole. Wengine walishangaa, wengine walitazamana bila kusema chochote. Alipofika mbele, alisimama kwa utulivu na kutambulishwa rasmi kama kiongozi mkuu wa kampuni kubwa yenye ushawishi mkubwa katika sekta ya teknolojia. Ukumbi mzima ulitulia ghafla, ukijaa mshangao usioelezeka. Watu waliokuwa wamemwona kama mtu wa kawaida sasa waligundua kuwa walikuwa wamekosea sana. Yule tajiri aliyemdharau awali, alihisi moyo wake ukidunda kwa nguvu. Aibu ilianza kumvaa polepole, lakini ilikuwa tayari imechelewa. Ukweli ulikuwa umejitokeza wazi kabisa mbele ya kila mtu. Na hapo ndipo kila mmoja alielewa funzo muhimu: usimdharau mtu kwa
ujasiri wake wa mwisho. Kuna jambo muhimu ninapaswa kusema, alianza kwa sauti iliyokuwa na mchanganyiko wa hofu na ujasiri. Ukumbi ukawa kimya kabisa. Alianza kufichua ukweli mmoja baada ya mwingine. Jinsi bosi wake alivyotumia kiburi na mamlaka vibaya, jinsi alivyodharau wengine kwa misingi ya ubaguzi, na hata njama zilizopangwa za kumwangusha mpinzani wake kwa njia zisizo za haki. Kila neno lililotoka kinywani mwake lilikuwa kama mshale uliolenga moja kwa moja kwenye ukweli uliokuwa umefichwa kwa muda mrefu. Watu waliokuwa ukumbini walianza kutazamana kwa mshangao. Wengine walitikisa vichwa vyao kwa kutokuamini, huku wengine wakianza kuelewa picha kamili ya kile kilichokuwa kikiendelea nyuma ya pazia. Bosi wake alijaribu kumzuia, akitoa amri kwa hasira, lakini ilikuwa tayari imechelewa. Ukweli ulikuwa umeanza kujitokeza, na haukuweza tena kuzuiwa. Na hapo ndipo kila mtu aligundua kuwa wakati mwingine, ujasiri wa kusema ukweli unaweza kubadilisha hatima ya wengi, hata kama unakuja kwa gharama kubwa. Baada ya ukweli kufichuliwa hadharani, hali ya ukumbi ilibadilika kwa ghafla. Ile heshima na mamlaka aliyokuwa nayo yule mwanaume tajiri ilianza kuyeyuka mbele ya macho ya watu. Sauti za kunong'ona zilianza kusikika kila kona, na macho yaliyokuwa yakimtazama hapo awali kwa kuvutiwa sasa yaligeuka kuwa ya mashaka na dharau. Alisimama pale, akihisi kama ardhi imemtoka chini ya miguu yake. Kila neno lililosemwa na Amanda lilikuwa likimchoma moyoni, likifunua tabia ambazo alidhani zingebaki gizani milele. Alijaribu kujitetea, lakini sauti yake haikuwa na nguvu tena. Ilionekana dhaifu, isiyo na uthabiti, kana kwamba ukweli ulikuwa tayari umechukua nafasi yake. Wawekezaji waliokuwa wamekusanyika walianza kubadilisha mitazamo yao haraka. Wengi wao walionekana kuvunjika moyo, wengine wakionyesha wazi kutoridhishwa na kile walichosikia. Hakuna aliyekuwa tayari tena kuweka imani au fedha zao mikononi mwa mtu aliyekuwa na sifa ya udhalimu na hila. Ndani ya muda mfupi, matokeo yakaanza kuonekana. Mikataba aliyokuwa anategemea ilianza kufutwa mmoja baada ya mwingine. Simu yake haikupokea tena majibu ya heshima, bali ukimya uliojaa kukataliwa. Hakuwa mtu, wale waliokuwa wakimzunguka kwa faida zao walianza kujitenga naye polepole. Hatimaye, alipoteza kila kitu. Nafasi yake kazini ilichukuliwa, heshima yake ikaporomoka, na mali yake ikaanza kuyeyuka kama barafu juani. Alibaki peke yake, akitazama matokeo ya matendo yake mwenyewe. Na hapo ndipo ukweli mchungu ulipojitokeza wazi. Kiburi kinaweza kukuinua kwa muda mfupi, lakini mwisho wake huwa ni anguko kubwa lisiloepukika. Baada ya mlolongo wote wa matukio, ukumbi ulikuwa umejaa utulivu wa kushangaza. Kila mmoja aliyehudhuria alielewa kuwa hadithi hii haikuwa tu ya kejeli au kejio la muda mfupi, bali ilikuwa funzo la kina juu ya utu, heshima na maadili. Yule mwanaume aliyedharauliwa sasa amesimama kwa heshima isiyoyumba, akitambua kuwa ushindi wa kweli haujatokana na udhaifu wa wengine, bali unatokana na utendaji wa haki na moyo safi. Dharau na ubaguzi, aliona wazi, vinaishia kupoteza kila kitu. Yule tajiri aliyekuwa na kiburi alijifunza kwa gharama kubwa kuwa heshima na mamlaka ya uongo haziishi milele. Matokeo ya dharau yake yalimzoa kutoka nafasi aliyokuwa ameingia nayo kwa kudhani ni mali yake pekee. Kwa upande mwingine, maadili na heshima za yule mwanaume zilizimilikishwa kwa utulivu na upole zilishinda. Hatimaye, walioshuhudia waligundua kuwa nguvu ya kweli haipo katika kiburi, bali ipo katika uwezo wa kufanya mema hata unapokabiliwa na dhulma. Hatua zake za kimsingi zilithibitisha kuwa ushindani wa haki unaleta heshima ya kweli, na kwamba mtu anayeshikilia maadili haya hayana haja ya kulipiza kisasi ili kuonyesha nguvu yake. Funzo jingine lililo wazi ni hili: usimdharau mtu kwa muonekano wake, kwa kazi yake, au kwa nafasi yake ya muda mfupi. Thamani ya mtu haioniwi kwa macho ya haraka, bali inatambulika kwa matendo, moyo wake, na ujasiri wake wa kusema ukweli. Mwisho wa hadithi huu ni kielelezo cha maisha halisi. Kila dhulma, ubaguzi, na kudharau kuna mwisho wake mbaya, na heshima inayotokana na maadili ya kweli huendelea kudumu. Kila mmoja aliyehudhuria alitoka ukumbini akiwa na somo la dhahiri: upendo, heshima na maadili hushinda, na tabia njema hujenga jina lisilopotea. Hadithi hii inabaki kuwa kioo cha maisha, ikiwakumbusha wote kuwa nguvu ya dhahiri si kisheria, bali ni katika moyo na tabia ya mtu.